mafundi wa kutambua nyakati na majira, lakini kwa bali ya kutambua yanayoendelea katika uso wa dunia hamwezi kutambua. Leo hii mnasikia sana kwenye vyombo vya habari na mnaangalia kwenye mitandao yanayoendelea Mashariki ya Kati, na wengine mmechukulia vile vita ni kama vya kidini. Ni kwa sababu hamjui kinachoendelea. Hamjui kinachoendelea na hamjui nini ambacho kimekabiliwa kuhusiana na yale mataifa. Unapoona leo hii Irani na Israeli zinapigana, na unapoona leo hii Urusi yuko Bennett na Muirani, China yuko Bennett na Muirani, wale wasomaji wa Biblia wanajua nini kimeandikwa kwenye Ezekieli 38 na 39. Manake huu ndio ufunguo wa kwenda kwenye vile vita vya Gogu na Magogu, ambayo hiyo inaitwa vita ya tatu ya dunia. Hiyo vita itakayopigwa itakuwa ni vita ambayo inakwenda kuisambaratisha dunia ijaye kutokea. Dunia unayoiona inakwenda kwenye dhiki kubwa ijaye kutokea. Leo si mafuta yanauzwa kwa bei nzuri. Wakati unakuja, wakati mgumu unakuja kwa wanadamu, na huo wakati ndio unaomwandaa mpinga Kristo ili aje kuipatanisha dunia. Awaambie, nimekuja kuwasuluhisha, nimekuja kuleta amani, nimekuja kuleta nafuu ya maisha, na watu watampokea huyo. Na ukisha kumpokea huyo ndo kwa heri. Ukisha kumpokea huyo ndo kwa heri. Wewe unakuwa wa shetani milele. Kwa sababu vita inayokuja inakwenda kuacha makovu kwenye dunia, makovu makubwa mno, ambayo yatafanya yatafanya wanadamu unaoona leo, wengi wao watamwacha Mungu kwa sababu ya ile dhiki inayokuja. Unaona vita inapigana, inaendelea kupigana, wewe unaishadadi unaipeleka kidini. Wala sio kidini hiyo hata kidogo. Nakupa pole, ile sio kidini. Ile ina maana yake kiroho. Unapoona saizi kila nchi, kila mahali hakuna utulivu, hiyo ikupe dalili ya kwamba tunakwenda kwa ajili ya kumshuhudia aliyetabiriwa na Bwana atakuja ili aukamate ulimwengu wote, na watu watakaokamatwa, nataka nikwambia, watakuwa shetani milele. Ndio maana nakwambia majira haya na nyakati hizi, haya ni majira ya kutengeneza na Mungu, ni majira ya kuacha dhambi na kumtafuta Mungu, kukusanya nguvu zitakazokuwezesha kustahimili katika kipindi tunachokiendea. Kipindi tunachokiendea ni kigumu. Wanadini mnisikilize, mtafikiri mtakuwa mnaabudu kila siku kama mnavyoenda kanisani na kurudi, mtafikiri mtaenda Jumapili na kurudi, kila siku mtaenda Jumapili na mambo yanakwenda kubadilika. Mambo yatabadilika je kutokea. Nisikilize mwana wa mbinga, mambo yatabadilika. Usifikiri utaanza kula kama unavyokula kila siku. Kuna siku utatamani hata kula mzoga wa paka uliodondoka ule. Nasema kuna siku utatamani kula hata kinyesi cha mavi, kinyesi chochote cha mnyama. Kwa sababu tunakoelekea ni kuguma je kutokea. Unaambiwa haya yanaingia hapa yanatokea, utayashuhudia kwa macho yako. Unaambiwa kwa habari ya nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo unatakiwa kujificha ndani ya Kristo Yesu akupe usalama na hakikisho, kwa sababu tunakokwendea kunahitaji misuli ya imani, kunahitaji nguvu za Mungu ili kukuwezesha kustahimili haya. Lakini wewe unakataa, unaendelea na maisha yako ya dhambi na anasa na uzinzi. Unaambiwa unaendelea na anasa kwa sababu ya nini? Ya kiburi cha uzima. Ukiwa mzima saizi unadharau, wala hutaki kusikia tunavyokuambia. Unasema, mtumishi, wewe ongea mambo yako, sisi tuna dini zetu, tuendelee na dini zetu. Kuna dini zetu, kwa hiyo wewe ubiri uondoke, tukaendelee na dini zetu. Sawa. Pamoja na dini yako ulionayo, mambo yatabadilika, dini haitakusaidia chochote. Kwa sababu hizo wewe umeshika dini, hujamshika Mungu. Dini imekuletea mifumo, imekuletea sheria, imekuletea kaida na mifumo ambazo hazikufanyi wache dhambi. Ndio maana pamoja na dini yako, angalia, una mitala wewe, ni mzinzi na michepuko. Pamoja na dini yako na miadi mingi, mavazi ya kikahaba, na dini unayo, na kusali unasali, tena umefunga. Pengine umefunga kwa lazima, au pengine umefunga ile Ramadhani. Una michepuko na dhambi unazo pamoja na dini yako. Hutaki kugeuka na kuacha njia zako mbaya, unalingia nina dini na nina dhehebu. Bwana anapowaita watu anajua mna dini na mna dhehebu zenu, lakini anachotaka ni matengenezo. Watu mwachane na dhambi, mrudie Mungu kwa kumaanisha. Hicho ndo anataka Mungu.
kwa sababu nyakati hizo nazo ni nyakati ambazo mambo yanakwenda kubadilika. Mwanaume, utashangaa mambo yanakwenda kubadilika, utashangaa. Hayatakuwa cha huyu ana dini, huyu hana dini, huyu si ni nini, huyu ni nini. Hiyo unaiona, unashabikia, Mwilani piga huyo, Israeli piga huyo. Baada ya muda utatamani ingeliacha, maana utasema mbona sisi nchi za Afrika hatutahusika? Sikiliza, nchi za Afrika, sikiliza. Ndio maana utaangalia kuna mpango unaendelea, lazima useme uko upande gani. Lazima useme uko upande gani katika zile nchi 10, zile nchi G7 au G20, uko upande gani? Kwa utachagua niko labda China, labda mimi niko na Marekani. Sasa adui wa China anakutandika, adui wa Marekani anakutandika. Sasa patatokea mapigo ambayo wewe hujawahi kuyaona kwenye uso wa dunia, hujawahi kuyaona. Kizazi hiki kimesoma sana kwenye historia, ndio maana kisikii neno. Biblia inasema kizazi cha uzinzi, kizazi cha nyoka, kizazi cha uzinzi na dhambi. Ndio maana katika kitabu cha Hosea sura yake ni 4, Bwana akamwambia Hosea, kama kawaambia wale wanadamu, kaambia wale watu. Kitabu cha Hosea sura yake ni 4. Acha nikusomea hapa. Wewe unayesikiliza kwa ulekevu wa moyo, wewe unayesema una haraka zako, basi wewe unaweza kaenda tu. Na ubiri huyu anayesikiliza huyu, hata kama ni mmoja kibadilika, ni mtu wa samani mbele za Mungu. Mtu mmoja ni wa samani mbele za Mungu. Katika kitabu cha Hosea sura yake ni 4. Wewe unayesikiliza, sikiliza vizuri. Biblia inasema, lakini neno la Bwana, lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili. Angalia anachokisema, anasema hapana kweli wala fadhili, wala kumjua Mungu katika nchi. Mungu anasema hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu. Watu hawamjui Mungu, wanajua nini? Dini zao. Wanajua Mungu wa dini zao. Yaani wanafikiri kwenda mbinguni ndio kule kwenda kila siku na kutoa sadaka na kurudi na kuendelea na maisha yale ndio kwenda mbinguni. Wanajua nini? Mungu wa dini zao. Yaani wanafikiri nitatoa sadaka, tagusa mtume na nabii, atanipa kichupa cha mafuta, atanipa mafuta ya upako, nitanyunyiza kwenye duka, hiyo ndo kwenda mbinguni. Wasijue ndo ushetani wenyewe. Nasema hivi, wasijue ndo ushetani wenyewe. Neno la Mungu li dhahiri na li huru. Sikiliza anasemaje? Hapana neno ila kuapa kwa uongo. Sikiliza, kuvunja ahadi, kuua na kuiba na kuzini. Angalia anachokisema. Acha niruke. Niende mstari wa 6. Anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Angalia mstari wa 7. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi. Yaani kwa kadiri kuendelea na kufanikiwa, ndivyo wanavyoongeza dhambi. Yaani kwa kadiri wanavyoendelea kuwa na fedha na uchumi, ndivyo wanavyoendelea kuongeza dhambi. Kwa kadiri kanisa lako mlipokuwa wachache, mlikuwa mnafanya ibada ya utakatifu, mchungaji wako alikuwa anakemea dhambi. Kwa kadiri mlivyoongezeka, mmekuwa wengi, basi ndivyo mlivyoendelea kuongezeka kufanya maovu. Wakati mko wachache, mlikuwa na hofu, mnamwamini Mungu. Kwa kadiri ambavyo mchungaji wako anaendelea kutajirika na kuwa na magari, ndivyo anavyoendelea kuchuja injili. Kwa kadiri mnavyoendelea kuwa wengi na kupanuka, ndivyo ambavyo injili inaendelea kubadilika. Biblia inasema kwa kadiri walivyozidishwa, ndivyo wanaendelea kutenda dhambi. Ulipokuwa una hela, ulikuwa mwaminifu kwa mke wako. Lakini leo kwa sababu na hela zinacheleketa kwenye mfuko, angalia wewe sio mwaminifu tena. Unalala kila gesi unaipenda na vibinti vya mtaani. Kwa nini? Umezidishwa. Kwa sababu umezidishwa, ndivyo umeendelea kuongeza kutenda dhambi. Sema amen. Anaendelea kusema mstari wa 7. Kwa kadiri hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Hujilisha dhambi ya watu wangu, hujifurahisha moyo kwa uovu wao. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo watakavyokuwa kuhani. Nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao na kuwalipa kwa matendo yao. Nao watakula lakini hawatashiba, watafanya zinaa lakini hawataongezeka. Hebu lisikie hilo neno.
nao watakula lakini hawatashiba. Watafanya zinaa lakini hawataongezeka. Ndio kinachoendelea leo. Watu wanafanya uzinzi, asikwambie mtu, lakini hakuna kuongezeka. Kwa nini? Wanawake wataki kuzaa bwana. Wameweka nini? Wameweka vipandikizi. Wanaume nao wanatumia condoms. Vilivyoletewa na nini? Na wazungu. Wameletewa na nini? Na joka mpinga Kristo. Amewaletea nini? Amewaletea vipandikizi. Akasema huu ndo uzazi wa mpango. Na wasijue ni mpango wa joka kuwapeleka kuzimu. Sio, unanielewa wewe? Umedunga chuma hapa, kinaharibu kila kitu kwenye mfuko wako wa uzazi. Alafu unategemea siku moja uende mbinguni. Wakati tumbo lako limekuwa ni machinjio, linaua. Wewe hujui. Unasema huu ndo mpango, wewe ndo hujui. Ndio maana kuta wanawake wengi wanaathirika, mara kansa, mlango wa kizazi, mara si nini, mara si magonjwa kaza wa kaza. Uzao mwanamke umeingia tabani kwa sababu ya mpango wa nyoka. Mpango wa nyoka umeingiza uzao mwanamke. Wanafanya zinaa, hakuna kuongezeka, asema Bwana. Na kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana, mstari wa 11 anamalizia. Uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Uzinzi na divai, haya ndio mambo yanayoondoa fahamu za wanadamu. Uzinzi na divai, uzinzi na ulevi unaondoa fahamu za wanadamu. Wanadamu hawezi kuwa na ufahamu tena. Hawawezi kuwa na ufahamu tena kwa sababu ya uzinzi na divai.